Hujambo na karibu katika rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadhi Rashidi. Kikosi maalum cha jeshi nchini Madagascar kimetangaza rasmi kwamba kimechukua udhibiti wa majeshi yote nchini humo, hatua inayozidisha mgogoro wa kisiasa unaoikabili serikali ya Rais Andry Rajoelina. Tangazo hilo limetolewa na maafisa wa kikosi cha CAPSAT, kikosi cha utawala na huduma za kiufundi, kupitia video iliyosambazwa mtandaoni leo Jumapili, wakisema kuwa kuanzia sasa maagizo yote ya jeshi, iwe la nchi kavu, anga au majini, yatatolewa kutoka makao makuu ya CAPSAT. Kuanzia sasa amri zote za kijeshi zitatoka makao makuu ya CAPSAT, walisema maafisa hao. Muda mfupi baada ya tangazo hilo, ikulu ya Madagascar ilitoa taarifa ikituhumu vikundi visivyojulikana kwa kujaribu kuchukua madaraka kwa njia isiyo halali. Taarifa hiyo ikisema kuwa jaribio la kunyakua madaraka kwa nguvu linaendelea bila kutoa maelezo ya kina. Hali hii inatajwa kuwa tishio kubwa zaidi kwa utawala wa Rais Andry Rajoelina tangu kuchaguliwa tena kwa utata mwaka 2023. Wapiganaji wa CAPSAT ni miongoni mwa wanajeshi waliomsaidia rais huyo kuingia madarakani kupitia mapinduzi ya mwaka 2009 dhidi ya rais wa zamani Marc Ravalomanana. Kabla ya tangazo hilo, wanajeshi wa CAPSAT walionekana kuunga mkono maandamano yanayoongozwa na vijana ambayo yamekuwa yakiendelea kwa wiki kadhaa, wakilalamikia ukosefu wa maji, umeme na rushwa serikalini. Katika video nyingine iliyosambazwa mtandaoni, baadhi ya wanajeshi hao walisema, "Tumekuwa watumwa wa amri, tumekuwa tukitekeleza maagizo hata yale yasiyo halali badala ya kuwalinda wananchi na mali zao." Walihimiza wenzao wasitii amri za wakuu wao na badala yao waelekeze silaha zao kwa wale wanaoamuru wawapige wenzao. Waziri Mkuu Rufin Fontano Zavifambo, ambaye pia ni jenerali wa jeshi, alisema serikali ipo tayari kusikiliza na kufanya mazungumzo na pande zote, vijana, vyama vya wafanyakazi na jeshi. Madagascar imekuwa na historia ndefu ya jeshi kuingilia siasa, ikiwemo mapinduzi ya mwaka 1970 na mapinduzi ya mwaka 2009 yaliyomweka madarakani Rais Rajoelina aliyekuwa meya wa mji mkuu Antananarivo siku hizo. Maandamano haya yalianza mwishoni mwa mwezi Septemba kama malalamiko ya ukosefu wa huduma za msingi kama vile maji na umeme, lakini sasa yamegeuka kuwa harakati za kudai kujiuzulu kwa rais. Kwa mujibu wa shirika la fedha duniani IMF, ni takriban 30% pekee ya wananchi wa Madagascar wanaopata huduma za umeme, huku kukiwa na mgao unaochukua zaidi ya saa 8 kila siku. Watu hawana umeme wa kuhifadhi dawa, hawana maji kwa usafi wa msingi na rushwa imeshamiri, alisema Katerina Raftoshan, makamu mwenyekiti wa kimataifa wa shirika la Transparency International, akizungumza na shirika la habari la Reuters. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, watu wasiopungua 22 wamefariki dunia na zaidi ya 100 wamejeruhiwa tangu maandamano yalipoanza Septemba 25, ingawa serikali imekanusha takwimu hizo. Siku ya Jumamosi, wanajeshi wa CAPSAT waliwashirikisha maelfu ya waandamanaji kuingia katika uwanja wa Mei 13, eneo lenye historia ya kisiasa nchini humo ambalo lilikuwa limefungwa na kulindwa kwa wiki kadhaa. Video zilizoshirikishwa mtandaoni zilionyesha wanajeshi wa CAPSAT wakiwa pamoja na waandamanaji wakiwa juu ya gari lililoharibiwa la polisi, huku wakishangilia kwa pamoja. Waandamanaji wengi ni vijana na wanafunzi wa vyuo vikuu wanaoandamana chini ya jina la Gen Z Madagascar. Wanaitaka serikali ya Rajoelina kujiuzulu, kuomba msamaha kwa taifa na kuvunja bunge la seneti pamoja na tume ya uchaguzi. Kundi hilo limekataa pendekezo la mazungumzo, likisema hatuwezi kujadiliana na utawala unaowakandamiza wale wanaosimama kwa ajili ya haki. Harakati hizo zimechukua msukumo kutoka maandamano ya vijana yaliyotikisa Nepal na Sri Lanka na zinatumia alama ya fuvu la maharamia lilochukuliwa kutoka katuni maarufu ya One Piece. Mwenyekiti wa tume Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf ametangaza wasiwasi mkubwa juu ya hali inayoendelea nchini humo, akizitaka pande zote kuwa watulivu na kujiepusha na ghasia.